kufanya mahali ambapo labda kunaweza kuwa na kitu ambacho kinaitwa children's home, ndipo mkaweze tu manake hiyo bado iko katika ile wale wanafanya kazi ya Mungu. Je, mko na maono kama hayo? Na mkifungua shule hii itakuwa ni shule ambayo labda itatoa masomo haya bure, ama labda itakuwa ni shule ambayo wanafunzi wanapokuja watakuwa katika labda ile hali ya manake wazazi wangelipenda wajue. Okay, nashukuru sana kwa ajili ya ile swali ambalo nzuri. Maono ambayo tuko nayo kuhusu shule ni mojawapo ya njia moja kama uinjilisti kwa ajili ya mtaa hizi, sababu wakaaji wengi ambao wanakaa ni wale ambao maisha yao ni maisha ya chini. Hata kumanage your school fees inakuwa so challenge for you. Kwa hivyo ombi letu kwa ajili ya maono tuliyonayo ni kwamba tukaweze, Mungu ataingilia kati na tukaweze kufungua kitu kama hicho. Tutaweza kusaidia wale watoto ambao hawajiwezi, na itakuwa ni bure kwa sababu ya kuwainua kutoka kwa nafasi moja hadi nyingine, na ambapo ni ombi letu ya kwamba tukafika mahali ambapo tutakuwa na children home. Hiyo maana yake ni ninyi ambao mnachukua watoto wanakaa chini yenu, kwa sababu ni wa kanisa sasa, hawakuanza wa community sasa, wamerudi kwenu kwa sababu ya malezi. Amesema kwamba wangelipenda tu kufungua children's home na pamoja na shule ambayo bila shaka jinsi nikimwelewa tu ni kwamba shule hii itakuwa labda ya ile itakuwa inalipiwa kiwango cha chini sana cha karo ya shule, ndiposa wanaokaa katika sehemu hii wakaweze tu kumudu. Labda nikikuuliza Bwana Dennis ambaye ni yule ambaye anasaidia pastor katika masuala ya kidini, je, iwapo mtu anaweza sema kwamba ningelipenda nikawainue ama nikafanye na nyinyi kazi haswa katika kuwasaidia kufungua shule ama kuwekeza children's home, akuje hapa na aseme kwamba mimi nitasimama na nyinyi katika shughuli, je, mko tayari kumkaribisha? Tupata mtani ambaye atakuwa anasimama pamoja nasi katika kusaidia katika hali ya huduma ama shule, tutaweza kuketi na yeye tukaweza kuzungumza, kwa sababu mara nyingi wadhamini huwa ni wazuri mwanzo, kwa sababu wao pia wana ile sehemu ambao wanategemea katika huduma. Ni sawa, tunaweza kubali, lakini lazima tujue kwanza misingi yao na tujue katika injili wana mawazo gani, kwa sababu hatuwezi kuwa tu mdhamini kwa sababu tujue anaamini nini, kwa sababu kazi mingi zimeingia katika shida kwa kujua tu mdhamini, kwa sababu ya mdhamini anapata ya kwamba yeye aamini mambo ya Mungu. Lakini tukipata mdhamini ni Mungu, basi sisi tutapita naye pamoja chini na kumkaribisha aweze kutusaidia. Asante sana. Wanasema kwamba yeyote ambaye atakuwa mdhamini katika labda masuala haya ya kielimu, masuala labda ya kuweka ile shule ambayo itakuwa inasaidia, ama ile nyumba ama boma ambalo linasaidia watoto ambao ni kidogo hawana wazazi, hawana vile wanajiweza, labda wamefukuzwa katika maboma yao, watakuwa wanashukuru. Lakini au tu yule mtu ambaye anafuata, na tunashukuru Mungu na tunakuombea kwamba ukaweze tu kuendelea, manake umekuwa wa maana sana katika maisha yetu na masuala haya. Je, kumekuwa na masuala mengi ambayo yametokea haswa katika nchi yetu ya Kenya. Kulikuwa na ile swala la Shakahola ambako wengi walienda wakajikuta mahali hapo na wakawa wamepoteza uhai kwa sababu walifanya katika kile kimombo wengi wanaita brainwashing, ama waliweza kudanganywa na yule ambaye alikuwa mhudumu hapo katika labda kutumia mambo ya kikanisa. Je, kanisa hili lako ambalo ni la vijana wako, huwa unawashauri namna gani ama huwa unawatahadharisha namna gani ndipo wasijipate katika ile hali ambayo iko sawia na ile ya Shakahola? Asante. Mimi huwa na shauri pastor na viongozi wengine ya kwamba wasimame sana kwa kuomba na kujua ukweli, na Biblia imesema katika Hosea 4:6 ya kwamba watu wangu wanaangamia pasipo kuelewa. Kwa hivyo wanga na wahimiza ya kwamba wanapoendesha kanisa katika mitaa hii pia waendelee na kujua ukweli kupitia kwa Bible school, na wakisoma Bible school watakuwa werevu, hawataingizwa vitu kama hivyo Shakahola vile. Asante sana. Naendelea tu kuwatahadharisha haswa katika
kuendeleza masuala ya kikanisa. Labda tukikuja kwako mwenyekiti ambaye ni Dennis, kumbuka mwenyekiti ni mtu ambaye ni mkubwa sana katika sekta ile yoyote. Je, najua kwamba mkiwa mahala hapa kuna vikundi vijana, kuna vikundi vya wazee, kuna vikundi wale ambao umri wao umefika labda katika yale masuala ya kuingia kwa ndoa, wanafanya harusi, wanafanya mambo kama haya. Labda wakati mwingine unafanya kukalisha kikao kama mwenyekiti kwamba ukaweze kusuluhisha masuala haya. Je, wakati kumekuwa na swala la labda kutoelewana katika kanisa, labda kuna watu ambao hawaelewani katika kanisa, swala hili unalishughulikia namna gani kabla labda pastor hajaingilia? Asante. Swala la kutoelewana kanisani, mimi kama chairman ni mara mingi tumepata maneno ama tumepata kesi kuhusu, unaweza kuta vijana waelewani katika usemi, unaweza kuta wamama hawaelewani katika usemi. So ni jukumu letu aswa kama chairman, unahakikisha kwamba unajua chanzo ni nini, mbona huyu na yule hawapatani katika mazungumzo, alafu tunahimizana katika neno, kwa maana tunaambiwa kwamba katika kila jambo lazima tuelimishane kwa neno. So wakati ambapo tunaelimishana kwa neno, unakuta kwamba wakati umefanya wale wawili ambao walikuwa wapatani kupitia kwa neno, kwa maana ukienda katika mwili ama ukienda katika umri hautaweza kutatua kesi ambazo ni za kiroho kanisani. So unatumia neno. Wakati umeona hiyo kesi imepita kiwango ambacho wewe upo, ndiposa natea watumishi wa Mungu wanatusaidia na wanaelekeza zaidi. Asante. Asante sana. Bila shaka anasema tu anapeana ule mwelekeo ambao yeye uchukua. Lakini tukirejelea kwako pastor, kuna swala ambalo ni swala nyingi sana katika kanisa. Unaona katika vyombo vyetu vya habari, sio kwenye televisheni, sio pale redioni, sio kwenye mitandao, kwamba kanisa fulani walikosa kuelewana wakaamua kuvunja kanisa, kufungia hata mhudumu wa Mungu nje, kusema kwamba labda shamba, fedha, nini, mambo mingi sana yanafanyika katika masuala haya ya kikanisa. Je, kanisa hili lako jinsi vile umeliweka, waumini ambao wako hapa umeweka katika hii njia iliyoje ili wakaweze kuwa na uaminifu na kanisa, hasa ikikuja masuala labda ya kifedha, masuala labda ya mahali ambako mnamiliki ama kuhudumia mambo ya Mungu, ndiposa mkaweze kuepuka yale ambao tunayaona kila uchao katika vyombo vya habari kwamba wakapigana, hata unaona kwenye televisheni. Je, masuala kama hayo sana ni swali nzuri. Nashukuru sana ndugu yangu. Hiyo swali, yes. Kitu ya kwanza wewe kama mchungaji, ili ukaweza kuepuka mambo kama hayo ya huduma, number 1, usijihusishe na pesa. Na wale ambao wanaweka pesa, make sure ya kwamba wanakuwa transparent. Hesabu zao zinajulikana kwa ajili ya kazi ambayo zinafanya. Hautapata kitu kama hiyo ikitendeka. Senti ya kwanza, kubishania mali ukishaniwa wakati ambapo hakuna uwazi ama transparent kati ya viongozi, ndipo unapata kwamba wanapishana. Labda tungelipenda tu tukaweze kupata kuongezewa labda kauli nyingine kutoka kwake Dennis ambaye ni msaidizi tu wa pastor. Labda Dennis, wakati kumetokea swala kama tuseme limetokea katika kanisa hili, je, utafanya namna gani kuhakikisha kwamba umerudisha nyoyo za wale ambao ni waumini wako pamoja, tena kanisa linaendelea? Maana makanisa mengi yanavunjika ni kutokana na kutoelewana kanisa. Unapata waumini wanapigana kwa sababu ya fedha, kwa sababu ya masuala tu kadhaa, mikombano katika kanisa, hata wanafukuza yule ambaye ni pastor wao pale kanisani. Je, unaweza warejesha namna gani wapo kitu kama hicho kinaweza tokea madaba? Katika misingi ya huduma huu Open Door Deliverance, tumeweka msimamo sana, kwa sababu msimamo ya injili na wokovu. Unapata makanisa mingi wahubiri na waumini wanapigana sababu ya mali na fedha, kwa sababu hawa ni watu ambao wameingia katika huduma kwa mawazo ya kujifaidi.
Lakini sisi katika huduma hii misingi ambayo tumeweka ni misingi ya wokovu. Hatujaingia katika huduma huu kwa sababu ya mali, tunaingia katika huduma huu kwa sababu ya mambo ya pesa. Tumeingia katika huduma huu kwa sababu ya kueneza injili ya Bwana. Lakini licha ya hayo, kama kunaweza kuwa na jambo kama hiyo, basi tunaweza tukaketi chini na tunaweza tukazungumza. Lakini katika huduma huu tunaweka misingi ya wokovu. Misingi ya wokovu. Kama mtu akika mhubiri ameokoka, muumini ameokoka, hakutakuwa na swala kama hiyo. Bila shaka wao wanasema kwamba wanaweka katika ile misingi tu ya wokovu, misingi ya kuamini Mungu, misingi ya kuelewana, misingi ya kuwa na amani katika kanisa, ndipo wakaweze kuepuka mambo kama hayo. Kwa mfano sasa ile kupigana, kutoelewana kanisani na kusambaratisha kila kitu. Mzee Ramoya, labda tukikuja tu kwa masuala ambayo ni ya mwisho, je, katika huduma yako labda ya kuwapa ushauri, kuna wakati gani unaweza sema nilikuwa na changamoto wakati fulani, labda vijana hawa walinisumbua sana kama mzee? Mimi naona tangu mwanzo wa huduma hii changamoto ilikuwa hapo awali, lakini sasa naona wanaendelea vizuri, maana walianzisha kwa msingi wa maombi na msingi wa kutoamini pesa sana, bali ya wokovu vile pastor amesema. Kwa hivyo nawahimiza na kusema ya kwamba waendelee na msingi kama huo, maana ukiweka msingi wa fedha mbele, kweli huduma haiwezi kuendelea vizuri. Watu wataanza kupigana, hata watu wataanza kutengeneza masumu kunywesha wengine. Kwa hivyo waendelee na msingi huo, waweke neno mbele. Asante sana Mzee Ramoya, bila shaka umepeana ushauri ulio mzuri sana, manake mkiweka fedha mbele, bila shaka sasa mtakuwa mnaelekea katika ile hali ya kusema kwamba mnaanguka katika masuala ya kikanisa. Labda Bwana Dennis, nikirejelea kwako, bado niko na swali kwako. Je, wakati vijana wanafika katika ile labda umri wa kufunga ndoa, je, huwa unaweka mikakati gani kuhakikisha kwamba wanapofunga ndoa hawavunjiki tena? Katika suala la ndoa kanisani ama kwa vijana, tumefanya mambo ya mafunzo na tumeambia vijana wetu, unapokuwa tayari kuoa ukachunguze, ukajua mtu unaoa ni nani, hakika ameokoka, ujue nyumbani, ujue mahali ametoka. Usije ukaingia katika ndoa tu kwa sababu umepata msichana katika mitaa hii ya Nairobi, mitaa ya Mapanda, ujue kama ni mtu amekula na dawa. So katika misingi niambia vijana ya kwamba kwa ni vijana ambao wanaokoka na wanajua vijana hao wengine watoka sehemu gani. Kabla ya kufunga ndoa, wakatuingiza kwa wazee wa kanisa wachunguze boma, wachunguze mahali msichana ama kijana anatoka, ndio tunaweza kuendelea na mambo ya ndoa. Bila shaka ushauri ulio mzuri sana. Kumbuka tu ni katika Melissa TV na Idafano Nishikuku, na leo hii tuko tu katika eneo hili la Mukuru kwa Ruben, ambako tuko ndani ya kanisa la Open Door Deliverance ambalo linaongozwa naye Pastor Francis Anjere, akiwa tu na mzee Anjere, akiwa pamoja na msaidizi wake ambaye ni Bwana Dennis, akiwa na Bwana Isaya ambaye bila shaka ni mwenyekiti wa kanisa. Na kumbuka katika kanisa hili wamesema masuala yaliyo mengi sana, kwamba wao hawaendi sana na masuala ya kifedha, hawaendi sana na masuala ya mapigano, bali wanakuwa tu ni watu ambao wanaleta umoja. Kumbuka wako na hata ile azima ya kufungua shule, kusaidia watu ambao hawajiwezi katika mitaa ya Mabada na mambo tu mengine tu mengi. Labda nikikuja tu kwa wageni wetu ambao bila shaka labda ni katika ile hali ya kumalizia. Je, nikianza naye Isaya ambaye yuko mahali hapo na ambapo nitarejea tu swali moja ndipo sasa tukaweze kumalizia. Je, aswa wakati vijana, maana siku hizi ndoa zimekuwa zinavunjika sana, na wanasema kwamba wakitoka kwenye kanisa watakuwa na ndoa iliyo nzuri ama nadhifu, labda haiwezi maana waliweka katika ile misingi ya kikanisa ya kuamini Mungu. Je, wakati vijana wanafunga ndoa madhabahu, wewe unawashauri namna gani labda wakaweze kwenda kunawiri katika ndoa yao na kukose tu ama kuepuka tu ile swala ambalo ile katika lugha ya kimombo wanasema divorce? Je, wewe unawashauri namna gani kama mwenyekiti wa kanisa? Asante. Kuhusiana swala la ndoa kanisani humo, wakati ambapo wanarika wanajiingiza katika ndoa,
Mara nyingi ushauri wangu kama mwenyekiti ni kwamba ndoa ni mahali ambapo panahitaji makubaliano, kusikizana na pia kufuata neno la Mungu zaidi. Jambo lingine ni wakati ambapo kuna jambo kabla wawili hao wafanye uamuzi, ni vizuri kushiriki na hawa wachungaji, kwa maana wanaweza waongoza zaidi kabla hawajafanya uamuzi huenda ambao unaweza fanya wakawachana ama wakafanya divorce. Asante. Asante sana, ushauri ulio mwema. Tukimalizia tu ama labda kabla hatujamalizia, kumbuka kanisa hili liko katika vitongoji hivi duni tu vya Mkuru kwa Rubeni, na kumbuka Mkuru kwa Rubeni liko katika jiji kuu hili la Nairobi, ambalo ni jiji kuu la nchi yetu ya Kenya. Labda mhubiri ama ukipenda pastor, hatuwezi epuka swala hili kuuliza, manake kumbuka unafanya kazi chini ya himaya ya serikali ya Mheshimiwa William Samoei Ruto, na unafanya kazi chini ya serikali ya Kenya Kwanza ambayo sasa ndio serikali ambayo inaongoza nchi. Je, serikali hii hasa kumekuwa na vilio tangu hapo juzi kwamba kumekuwa tu na mambo ya mauaji. Je, kama kanisa na katika tu labda ile hali ya kumalizia, tukimalizia manake tumekuwa na kipindi kirefu sana, Pastor Francis Anjere ambaye ndiye mtumishi katika kanisa hili, je, ungelipenda kuambia nini wa Kenya haswa katika jiji hili letu la Nairobi kuhusiana na masuala ya kanisa ambalo ni la Open Door Deliverance katika kijiji hiki, kitongoji cha Mkuru kwa Rubeni? Asante sana za TV Kenya. Nafurahia sana kukuja kwenu na kukuwa na wakati na sisi ili tukaweze kujielezea na tukaweze pia kuongea yale ambayo yako ndani mwetu kwa ajili ya taifa la Kenya, tukianza na hii slums ya Kwa Rubeni. Slums ya Kwa Rubeni inabeba vitongoji mingi, kuna Rubeni na Njenga ndipo kunapatikana pipeline, hapo kuna Imara inapatikana. Tukiruka hapa pia SMDA inapatikana Kibera, hapo inakuwa tayari inakamata Nairobi kwa ujumla. Na maombi tulio nayo kwa ajili ya slums hizi, na kwamba Mungu mkita baba akituma katika mito huu kwa ajili ya kupeana neno lake kwa wale ambao wakaaji wa slums hizi. Kile ambacho ninaweza nikawashauri ya kwamba, kwa sababu wengi ambao wanakaa katika slums ni vijana ndio wako wengi, napotembea pipelines napata vijana ni wengi, napotembea kwa Njenga vijana ni wengi, kwa Rubeni vijana ni wengi, bapo Nairobi kwa ujumla inabeba vijana. Kwa hivyo kile ambacho ninaweza washauri ya kwamba hii taifa letu likuwa nzuri, itatamini sisi vijana kile ambacho tutakachokifanya. Kwa hivyo ningeomba ya kwamba simama kwa moja wale ambao wako na moyo kwa ajili ya kutaka kujua Mungu, ni furaha kwa sababu tunawakaribisha mkuje wote tukashike hii kazi, tukakuja kuomba na tukaombea taifa letu la Kenya, sababu pia na taifa lenye amani, pia maisha yetu itakuwa mzuri. Ninashukuru Kanisa TV kwa wakati ambao mmekuwa nao. Karibuni pia wakati mwingine tutafurahia zaidi. Asanteni. Asante sana Bwana Francis Anjere, bila shaka yeye ndiye mtumishi tu katika kanisa hili akisaidiwa naye Dennis ambaye ndiye msaidizi wake. Kumbuka nimekuwa tu katika kitongoji duni hiki cha Mkuru kwa Rubeni, ambako tumekuwa katika kanisa la Open Door Deliverance, tumekuwa tukiwafanyia mahojiano ama tukiwa tu ni katika ile mazungumzo tu na hawa wana Open Door Deliverance, wakitueleza tu mambo ambayo labda wanapitia magumu, mambo ambayo labda wako nayo wanazimia kuyafanya hapo baadaye, na masuala mengi tu labda katika siku za hapo, alafu wakiomba Mungu, manake kumbuka wao ni kanisa na misingi yao mingi wao wanaweka katika hali ya maombi kwamba Mungu akaweze kuwafungulia malango ili wakaweze tu kuwa na mafanikio pale mbeleni. Kumbuka nimekuwa naye mzee Ramoya ambaye ni mzee katika kanisa hili, mshauri, baba mlezi katika kanisa. Nimekuwa naye bwana Isaya ambaye ni bila shaka ndiye mwenyekiti katika kanisa hili la Open Door Deliverance. Nimekuwa naye Dennis ambaye bila shaka ndiye ama ukipenda msaidizi tu wa mtumishi wa kanisa hili, na ambaye anaongoza kanisa hili katika ile pastoral position, ama ukipenda mtumishi anaitwa Bwana Francis Anjere. Kutoka hapa katika mitaa
yetu ya hapa Mkuru kwa Ruben, mkipenda hapa vitongoji duni vya Mkuru kwa Ruben. Kumbuka hii ni Melissa TV, tumekuletea session hii na tunasema tu ni asante. Naitwa Saluni Shikuku na mwelekezi wangu ama mpiga picha wangu ambaye yuko tu nyuma ya mitambo anaitwa Bwana Geoffrey Juma, ama ukipenda Bwana Jeff. Hadi siku nyingine, muwe na siku njema, mkaweze kubarikiwa siku hii ya Jumapili. Asante.